السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الإخوة الأفاضل، بارك الله فينا وفيكم. Tumekutana kwenye kipindi hiki mara baada ya salati al-asri ndani ya kituo hiki kwenye nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Quba, katika mtaa huu wa Mbweni. Katika mji huu wa Unguja, katika dawla Zanzibar, hafidhaha Allah wa harasaha. Kwa kweli mkusanyiko wa aina hii ni mkusanyiko wa aina yake, kwa sababu ni mkusanyiko wa ilmu, tena katika nyumba tukufu miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunamuomba Allah subhanahu azitengeneze nia zetu, kwa kule kukusanyika kwetu mahali hapa ni kwa ajili ya kujifunza dini yake na kukumbushana mambo ya dini, kupeana faida, bali kukithirisha wingi wa ahli sunnah wal jamaa. Mimi nimepewa maudhui hii inahusiana na mfumo wa ulinganizi wa watu wenye kujinasibu na wema waliotutangulia katika dini hii. Kwa maana maudhui zetu zitakuwa zinazunguka kwenye kuelezea ad-da'watu as-salafiyya, ulinganizi na wito wenye kunasibishwa na wema waliotangulia. Maudhui hii ni maudhui muhimu sana katika maudhui za kiilmu. Ni maudhui inayotakiwa kuelezwa ieleweke. Kwa kutokueleweka maudhui hii au kueleweka vibaya maudhui hii, pengine kwa sababu ya mwelezaji hakueleza vizuri, au msikilizaji hakusikia vizuri, au hakutaka kusikia kabisa,
kutokueleweka maudhui hii ni sababu ya masaibu mengi yanayowasibu waislamu katika huu ulimwengu. Kwa ni maudhui muhimu sana, tunatakiwa tuieleze kwa uzuri, na mimi namwahidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuahidi nyinyi kuwa sitasema ila kile ambacho nina ilmu nacho. Wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin. Tutazungumza kile kiasi tukijaliwa katika upeo wa kielimu, tusichokijua hatutakisema, lakini pia tutajitahidi kuihudhurisha maudhui hii kwa upole na utaratibu, ili asielewa aelewe. Kisha tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiki ya wale walioelewa waikubali, kwa sababu hilo sio jukumu letu. Mtu anaweza kasikiliza akaelewa akasema sitaki, au mimi jambo hili silikubali, au mzungumzaji huyu mimi simkubali, akaamua kukataa kwa sababu ya utashi wa nafsi yake au kwa sababu nyinginezo. Kwa hiyo baada ya kulifikisha jambo hili na kuliweka wazi, basi ni kuomba taufiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kile kilichokuwa cha haki kikubalike, na kama kuna mahali tumekosea au tumeteleza, kama ilivyokuwa ada yetu sisi wanadamu kupata na kukosea ni jambo la kawaida hutotokea, basi kile cha sawa ndicho kichukuliwe na Uislamu na kifanyiwe kazi. Kile cha makosa basi kitoka kwangu mimi, na mimi natabarra kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hicho. Na yoyote atakayesikia jambo la kimakosa mlizungumza, basi uwanja uko wazi, anaweza hata kuandika kikaratasi, mimi nitarekebisha hapa hapa kabla sijaondoka. Kama kuna jambo lolote la makosa nitalizungumza, na wewe Muislamu ulijua, kama waweza kulifikisha lifikishe hapa, kwa ajili ya kuitakasa dhima yangu mimi, nisiwe tena na jukumu na lawama mbele za Allah, pia na dhima yako, na isiwe ni sababu ya kuwababaisha Waislamu na kuwapotosha. Lakini tufahamu tu kwamba maudhui hii ni maudhui nzito. Sheikh amesema sisi tuna nukta 10. Maudhui hii ina nukta zaidi ya 10, lakini katika daura hii insha Allah tutajitahidi kuzileta hizo nukta 10 ambazo tunaziona kwamba ni za msingi sana. Zikieleweka basi ni hatua nzuri sana. Sasa nukta hizo zitaanzwa na utangulizi, ambazo pia nitazihesabu katika nukta hizo 10. Utangulizi utakuwa katika baadhi ya sehemu, kama sehemu 2-3 hivi. Sehemu ya kwanza ni kuielezea hali ya Uislamu, sisi Waislamu, kwa vile alivyoieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya Waislamu katika wakati huu ambao tupo katika maisha haya ya dunia tuishi, kama alivyoielezea mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kama tunavyoishuhudia sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishaondoka hapa duniani miaka takriban 1400. Sasa hivi tuko na 47, basi 1436 takriban. Mtume sallallahu alaihi wasallam hatunaye katika huu ulimwengu, lakini kwa kuwa yeye anateremshiwa wahi kutoka kwa allamul ghuyub, Allah subhanahu wa ta'ala bani alimul ghaib washahada, ni mjuzi wa yale yanayoonekana na yale yasiyoonekana, anayajua ya watu waliotangulia za mwanzo huko na mpaka mwisho, mwanzo wa dunia mpaka mwisho wa dunia, kabla ya kuumbwa dunia
na baada ya kutoweka kwake elimu yote iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimpa habari mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na baadhi ya mambo, akimpletea wahi, akaelezewa habari za watu waliotangulia, lakini pia akaelezewa habari za watu watakaokuja mbeleni. Kwa hiyo hali ya huku mwisho huku mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea kwa wahi, kwa sababu yeye kama anavyotueleza Allah, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hatamki kwa hawa, kwa matashi na mapenzi ya nafsi yake anavyojisikia yeye, hayakuwa anayotamka isipokuwa ni wahi unaopelekwa kwake. Sasa alielezea hali hii kwamba umma wa Kiislamu huko mbeleni, mwishoni, utapatwa na matatizo mengi, masaibi mengi, mitihani mbalimbali, mitihani ya ndani na mitihani ya nje, ndani ya wao wenyewe Waislamu kwa Waislamu, na nje kutoka kwa wasiokuwa Waislamu. Alhasil ni mihan walbalaya walmasaib walqalaqil washadaid, na mambo mbalimbali, shida mbalimbali zitawapata Waislamu. Ni farakano, utengano, watu kuwa kwenye vikundi na kila kikundi kikawa chalingania na kuita kwenye njia yake. Hili ni jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilitabiri. Sasa tunataka tulitazame jambo hili katika hadithi sahihi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ametaja Imam Muslim, anasema wa inna hadithi ndefu, nimeona hicho kipande hicho tu mahali pa ushahidi. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, kwa hakika huu umma wenu salama yake, afya yake imewekwa mwanzoni mwake. Kwa umma kipindi cha mwanzo, kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kipindi cha makhalifa waongofu, zile karne mwanzo zitakuwa katika salama. Ile salama katika umma huu imewekwa mwanzoni, lakini akasema wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, lakini mwishoni kwake katika umma huu, umma utapatwa na balaa na mambo mengi mtakayoyastaajabu. Hili nalo limetoka wapi? Basi limekuwa mpaka tumefikia hapa, mbona hivi? Wa umurun tunkirunaha. Kisha hadithi ikaendelea, tajiu fitanun yuraqiqu ba'daha ba'dan, zitakuja fitan na mitihani, majaribio, kitoka hii ya jahili, kitoka hili la jahili. Hadithi ndefu, hadithi ya sahaba anaitwa Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, inda Muslim na wengine wamepokea katika wanazuoni, lakini hili tamko ni kwa Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutabiria kwamba katika umma huu mwanzoni kutakuwa na salama, kutakuwa shwari, pamoja na hiyo mitihani ile wasibu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume mwenyewe, lakini huku mwisho ni balaa kubwa zaidi, kwa sababu mtihani uliowapata wa mwanzo uliwapata katika miili yao, katika shakhsia zao, katika mali zao, lakini mitihani iliyotajwa huku mwisho ni mitihani itakuja kwenye dini. Sasa mtihani wa dini na mtihani wa mwili wa dini ni mkubwa zaidi. Ukitahiniwa katika dini na ukitahiniwa kwenye mali, mtihani wa dini ni mkubwa zaidi kuliko mtihani wa mali.
huko mwisho mitihani itakuja mingi tena katika dini, watu watayumba, fitani zitakuja zitawayumbisha watu. Haya ameyatabiri mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na isitoshi kama tutakavyoeleza, hakutabiri tu akawa kama mtabiri, bali alitabiri na akaweka njia. Mkifuata njia hii mtasalimika, mkifuata njia hii, mkipita kulia mtasalimika, mkipita kushoto mtaangamia. Kwa hiyo ufumbuzi upo. Kataja maradhi akayawekea na dawa. Wagonjwa ni sisi, tuna khiari kati ya kunywa dawa au kuikataa. Pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo watu wengi ni mashhur ala au inda alsinati nnas, hadithi imetangaa kwenye ndimi za watu. Tutaja kipande cha hadithi pia ili kuthibitisha hili ninalolisema kwamba umma huu utapatwa na mitihani, hasa kwenye kipindi hiki cha mwisho. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa hakika hasa mambo yalivyo, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kuziona tofauti nyingi sana. Anawaambia maswahaba zake na wengineo, anawaambia waislamu waliokuweko kwake mbele yake na wale watakaofikiwa na ujumbe, atakayeishi akafika umri huko mbeleni atakuja kuona tofauti na ikhtilafu nyingi sana. Hadithi zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mazungumzo yake yaliyopokewa kutoka kwake, yanayoelezea hali ya wakati kama huu tulionao sisi. Mazungumzo hayo ni mengi sana, yanayothibitisha kwamba huku mwisho si shwari. Nimezitaja hadithi mbili. Sasa sisi wenyewe tukija katika uhalisia wetu, sisi ndio tunaishi katika wakati wa sasa. Je, jambo la Uislamu wetu liko shwari? Leo kila mahali utakapopita, nenda msikiti wowote ukawasikilize mashekhe kwenye khutba za Ijumaa, kwenye darasa zao, au hata mazungumzo tu ya barazani ya Waislamu, wote wanalalamikia na kushtakia suala la mifarakano iliyoingia kati ya Waislamu. Wote wanazungumzia unyonge uliowasibu Waislamu. Utakuta watu wote wanazungumza lugha moja kuhusu usaliti uliopatikana kwa Uislamu. Watu wote wanazungumzia nguvu kubwa ya maadui inayoelekezwa dhidi ya Waislamu. Leo mfano kama tukio la Waislamu wa Gaza, huko ukanda wa Gaza, na uonevu uliofanywa na Wazayuni. Kila mahali utakapopita ilikuwa kwa Waislamu, kila mmoja utakuta aumia kivyake na kulalama, na wengine wakaenda mbali zaidi wakawanyoshia vidole wengine, wale waoga, wale wanafiki, wale Mayahudi, wale makafiri. Kila mmoja akasema analotaka, lakini hakufanya chochote katika kunusuru hali ile. Kama kaguswa sana na anajitambua, basi alichokifanya ni kuomba dua.
kama kaguswa na anajitambua, jambo limemgusa na yeye anajitambua, kaona mimi sina nguvu, basi silaha yangu mimi ni dua, ngoja niwaombee ndugu zangu, nadhamiria hasa kwenye kiamu changu hiki cha usiku, kisimamo cha usiku, niwaombee waislamu wenzangu kule Gaza kutokana na masaibu yaliyowapata. Basi ndio niliweza. Hii ni kuthibitisha hali ya unyonge iliyotusibu sisi waislamu, kwamba sasa kumbe anaweza kudhulumiwa muislamu mwenzetu, sisi tukawa hatuwezi kumtetea. Inaweza ikaingia dhulma ya wazi wazi na uonevu, tukashindwa kutoa nusra, na mambo hayataki jazba. Kwa sababu mimi napiga gari moto na kwenda mpaka Gaza, hutafika wala hutakwenda, nenda huko huwezi. Kwa mambo hayataki jazba. Kuna mahali tumekwama, ni ile hali tulionayo sisi waislamu, ambayo ndio aliyotabiri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, balaya. Lakini pia ukiacha hayo, balaa limeingia katika mambo ya aqida za Waislamu. Leo Waislamu katika suala la itikadi wako katika makundi mbalimbali kuhusu huyu Mola wetu aliyetuumba. Kila mmoja ana maneno yake. Kuhusu hii Qur'ani iliyoteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja ana maneno yake. Kuhusu huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja ana lake. Kuhusu swala, kila mmoja ana swala yake. Wengine wamebaki kule kuelekea kibla tu, lakini swala ziko tofauti na mizozo hiyo. Hivyo hivyo katika ibadati nyingine, umma hauko pamoja, nyoyo zimegawanyika, hazijaelekea mahali pamoja, jambo ambalo kwa watu waliotutangulia halikuwepo. Sasa sioni kwamba ni busara, kwamba hiyo ndiyo busara, kwamba kila mmoja aachwe aendelee na mambo yake, twende hivi hivi, wewe angalia lako na yule aangalie lake, lakini tujifanye kwamba tuko pamoja, ili hali ufumbuzi tumewekewa tayari na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana, dawa ndio hii. Wewe waumwa, mgonjwa na maradhi, wewe una maradhi, dawa ni hii. Alafu useme tujifanye hatuumwi ili tusiinywe dawa. Mtaangamia na hayo maradhi. Hakuna namna ila dawa hii inywewe. Na hiyo ndio kazi aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukiona kwamba eti ufumbuzi ni kufumbiana macho, kila mmoja aachwe na lake, kwa sababu yule ana utaratibu aliouzoea, aliourithi kwa mababu zake, kaliwakuta mababa na mababu, pengine vizazi 5, 10 nyuma vilikuwa na utaratibu fulani, na wao washauzoea utaratibu huo. Kwa hiyo basi hawataweza kuacha utaratibu huo, wataendelea nao hata kama utadhuru katika umma. Sidhani kama huo ndio ufumbuzi wa sawasawa. Hauwezi kuwa ufumbuzi wa sawasawa kwa sababu sio aliyotuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mimi pamoja na mashekhe
tunaolingania da'wa hii tunaliona jambo liko tofauti. Jambo utofauti wake ni kuwa ni lazima dawa inywewe. Lazima tuende kwenye ufunguzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jue matatizo yote haya yalotusibu. Kama tunazozana, Qur'an ishatupa mwongozo. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Kama mtazozana na mkavutana, mkavutana kwenye jambo lolote lile, basi lirudisheni kwa Allah na kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wama ikhtalaftum min shay'in fahukmuhu ila Allah. Mlipotofautiana, mkitofautiana chochote mlichotofautiana katika mambo, basi mjue kwamba hukumu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sehemu ya kwanza katika kuelezea hali ya umma. Leo tukisema tuelezee mambo yaliyowasibu Waislamu kwa ufafanuzi na upambanuzi, muda hautatosha. Mambo ni mengi mno. Tumegawana vikundi na vipote, na twapigana na kuchukiana kwa sababu ya vipote hivyo na vikundi hivyo, na tukaendelea kushajishana kwamba kila mmoja abaki na msimamo wake. Kila mmoja msituletee mambo hayo bwana, hayo mambo Arabuni, huku sisi tuna mambo yetu. Haya mambo yapelekeni huko, hapa marufuku. Tukawa tufikia kuambiana maneno haya, mmetukuta sisi na mambo yetu, mtuache, msituletee mizozo. Kweli hatuhitaji sisi kujitathmini, hatuhitaji sisi kukosoana, hatuhitaji kuelekezana billati hiya ahsan. Kinachotakiwa maelekezo, kinachotakiwa ufikishaji, kinachotakiwa kukosoana kuwe kwa lugha nzuri zilizojaa heshima, adabu, ihtiram kwa wale wenye kustahiki kuheshimiwa, kwa sababu watu wako tofauti katika kupokea maneno na kuyakubali au kuyakataa. Kwa hiyo lazima tuambiane, lakini kwa lugha nzuri, kwa lugha za kisawasawa, kila kitu kiwekwe mahali pake, lakini si kukataa kila kitu ambacho wewe hujakielewa. Kwa hiyo hali tulionayo inahitaji tiba, na haya alishayasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi. Natilia mkazo tena, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi iliyopokea kutoka kwa sahaba Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf radiyallahu anhuma, hadithun adhim. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kwetu akatwambia, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 milla. Fahamuni kwamba wale waliokuwa kabla yenu ambao ni katika ahli alkitab, Mayahudi na Manasara, na kusudia Mayahudi hapo, wamegawanyika kwenye makundi 72 baada ya kuondokewa na mitume wao. Wakagawanyika, wakayaacha yale waliopewa na mitume wao, wakagawana kwenye vikundi vyao vikafika mpaka vikundi 72. Lakini anasema wa inna hadhihi almillata sataftariqu ala 73 milla, ala 73. Huu umma wenu, ummatul ijaba, utagawanyika katika makundi 73. 72
fi an-nar, vikundi 72 vitakwenda motoni, wa wahidatun fil janna, na kikundi kimoja kitakwenda katika pepo. Jambo lingezungumzwa kinyume kidogo, kulikuwa kuna nafuu ya kupumua. Pangezungumzwa hivi, makundi 72 yatakwenda peponi, kundi moja litakwenda motoni. Ingefika wakati unaona haijambo, pengine katika yale ya 72 yale ya peponi sisi la 49, na wengine wasema sisi la 52. Si makundi mengi yatakwenda peponi, lakini ikaambiwa hapana, makundi 72 motoni, moja litakwenda peponi. Hapa anayetoa red card ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hao bwana kazi yao kutoa red card, wanamuingiza peponi wanemtaka na wanamuingiza motoni wanemtaka. Hakuna mwenye mamlaka hayo kabisa. Hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sema hivi. Sisi kazi yetu ni kuyapokea yale aliyotoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyafikisha kwa watu, kwamba mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallama asema hivi. Sasa hapa kwenye vikundi 72 vitakwenda motoni, kikundi kimoja kitakwenda peponi, pana kinyang'anyiro. Kila kundi lasema wao, sisi. Hapa hatutaki upendeleo wala hatutaki kujidai kwamba hao watu wa peponi ni sisi peke yetu, wengine wote hawataingia, mlango tumeufunga. Sisi tutakatueleze kwa mujibu wa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelieleza jambo hilo, akazitaja sifa za watu hao watakaosalimika. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja habari zao, tutazieleza insha Allah. Hadithi hii iliyotaja wametaja wanawazuoni wa hadithi kama Imam Abu Dauda katika sunani yake, hadithi nambari 4597. Pia ametaja Imam Ahmad katika al-Musnad, al-Hakim katika al-Mustadrak, na hadithi hii ni sahihi. Na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala ni miongoni mwa maulama waliosahihisha hadithi hii kama ilivyokuwa katika silsilatul ahadith as-sahiha, juzu ya kwanza ukurasa wa 204. Pana tulabu ilmu hapo unaweza kufuatilia hadithi hii. Natakiwa niwe nimemaliza hapo sehemu ya kwanza katika utangulizi wangu.